Asante sana. Mimi naitwa John Ongito. Nimekuwa katibu wa Chauma mkoa wa Mwanza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 2024 mpaka tarehe 1 mwezi wa 7 2025 nikiwa na hudumu kama katibu wa mkoa Chauma. Kwa sasa mimi ni afisa habari na taarifa kwa umma mkoa wa Mwanza. Nachukua fursa hii kuwaita waandishi wa habari kwa ajili ya kueleza jinsi Chauma inavyoendelea na jinsi Chauma ambavyo haiwezi kusaidia wananchi. Sababu za kuita waandishi wa habari leo hii, nataka kurudisha kadi ya Chauma na nihamie Chadema. Kwa kuwa Chauma haiwezi kutatua matatizo ya wananchi na wanashirikiana na CCM moja kwa moja katika shughuli zao zote. Chama kimegeuzwa sehemu ya vipatu vya viongozi wakuu wa chama. Tulikuwa Golden Tulip, ilikuwa ni mwezi wa 5 mwaka huu. Tuliitwa makao makuu ya chama kwa ajili ya kuwapokea kina Salum Mwalimu na Kigaila. Jinsi walivyokuwa na jinasibu kwamba wako G55, nafikiri mliona hizo taarifa. Na kweli tulienda mpaka makao makuu, tulivyoitwa kwa wito wa dharura. Tuliwapokea wale viongozi na walikuwa viongozi 9 ambao siku ile tuliwapokea. Kitendo kilichofanyika siku ile Golden Tulip ni kwamba tuliwapokea, na siku hiyo hiyo mliona viongozi wetu wakuu wote walijiuzulu, akabaki mwenyekiti tu ambao ni Hashim Rungwe. Ndio mtu pekee aliyebaki kwenye chama. Tumekuwa na changamoto nyingi sana tokea jamaa walivyohamia kwenye chama hiki. Imekuwa watu wote wa zamani tumekuwa tutambuliwi na hawa viongozi wapya ambao wamefika. Walivyofika walianza shughuli za kurugenzi ili nafasi zile ziwatoshe, maana wao walikuja na wakasema kwamba wanataka waendeshe chama. Na mkataba uliokuwepo ni kwamba wao na sisi tulikuwa tunashirikiana. Lakini kitu ambacho kilitokea ni kwamba walivyokuja kwenye chama wote tulitolewa watu wa zamani, Chauma ile ya zamani. Wamekuja wapya, wakaanza zile kurugenzi, wakagawana vyo vyote ambavyo vilikuwepo. Watu wa zamani pia wakawa sasa watambuliki. Imetupa changamoto, alafu sio mimi tu, ni mikoa mingi sana ambapo hii tatizo lipo. Ukiwa kiongozi hautambuliki kama ni kiongozi, lakini wanatumia wale wa Chadema waliohamia Chauma ndio walikuwa wanapewa shughuli nyingi. Kilichofanyika ni kwamba hata hela ya chama ikitoka, viongozi wanaonufaika na zile hela za Chauma ni viongozi wale wakuu wa juu tu. Unaweza ukaa huko hapa mkoani unataka kufanya shughuli ya chama, lakini upati chochote, unaambiwa kwamba utumie hela zako. Wakati mara ya kwanza kipindi hawajafika, chama kilikuwa kinaendeshwa vizuri sana. Kwa hiyo imekuwa ni tatizo kubwa ambapo huwezi kuvumilia kwamba wewe mtu anakutumia lakini yeye anapata manufaa yake binafsi. Swala la pili, kuna shida ambapo watu hawajui. Chauma mpaka sasa hivi na katiba 3. Katiba ambayo iko kwa msajili wa vyama vya siasa hairuhusu, haina hata mambo ya kugombea udiwani. Lakini tunaona sasa hivi uchaguzi unaendelea, lakini wameweka hadi wagombea udiwani. Tumetoka hapa juzi, tulikuwa tumeenda kuchagua mgombea urais. Lakini changamoto tuliopata kwamba mpaka siku ile tunamtaja Salum Mwalimu kama mgombea urais, tulikuwa tumekosa mgombea kabisa. Kwa hiyo Chauma imekuwa na changamoto moja, ni kwamba wana mipangilio yoyote ambayo wanayo. Unaweza mkaitwa hapa, mnafika unakuta wajajiandaa. Siku ile tumekaa makao makuu pale na tumeingia kwenye kamati tendaji, bado hatuna hata jina la mgombea urais hadi dakika za mwisho. Sasa cha kushangaza, siku ile tuko pale, tulikuwa Dar es Salaam kwa ajili ya kuleta mgombea urais, lakini aliyekuwa anatoa maelekezo yote ni msajili wa vyama vya siasa, ndo alikuwa kwenye ile mkutano na anauendesha. Sasa unaweza ukaona Chauma jinsi ilivyofeli na jinsi serikali inavyowatumia kwa ajili ya kuvuruga upinzani. Kwa hiyo pale hakuna chama. Ina maana kukaa pale kama wewe ni mpinzani
pale unafanya tu kazi za CCM ambapo ndo wanashirikiana nao kwa 100%. Nafikiri mlimuona John Mrema alivyotuita siku ile kwamba kuna G55 ambao walikuwa wanahamia Chauma, lakini tulivyofika tulioji kwa nini hao watu walisema wako wengi na wako zaidi ya 55, lakini jibu tuliokutana nao kwamba wengine hawajawa tayari. Mwishowe tukapokea watu 9 tu ambao tuliwapokea, na mpaka sasa hivi hatu kiwaoji hakuna watu wengine waliohamia tofauti na hao G55. Kwa hiari yangu leo nimeamua kutoka Chauma, Chama cha Ukombozi wa Umma, na kurudi kwenye chama changu cha Chadema ambapo nilikuwepo hapo awali kabla sijaja Chauma. Kwa hiyo nimeona kwamba huku tunafanya biashara za watu wachache sana. Wanaonufaika na chama mpaka sasa hivi na hata hela ikitoka ni wale viongozi wachache tu ambao ni Salum Mwalimu, Kigaila na John Mrema. Na hapa sasa hivi kama mnavyoona chama ni kama kiliuzwa. Mwenyekiti wetu sasa hivi mzee Ashimrungwe, kuna siku mimi nimekaa naye na nimemhoji tukiwa ofisini. Anasema sasa hivi hana mamlaka yoyote. Ina maana moja kwa moja alichokifanya, aliuza kile chama siku ile Golden Tulip, akawakabidhi wale watu waliofika. Na mimi ninachoamini sasa hivi tunaingia kwenye uchaguzi. Chauma hakina uwezo hata wa kuweka mawakala 100 kwa mkoa wa Mwanza. Kwa idadi tu ya wanachama mimi niliokuwa na wamiliki kama katibu wa mkoa hawafiki hata 100 kwa mkoa wa Mwanza. Sasa hichi chama kinaingiaje kwenye uchaguzi kama kina uhakika wa kuweka mawakala? Ihali Nyamagana kuna vituo, wilaya tu ya Nyamagana, jimbo la Nyamagana, jimbo la uchaguzi ina vituo 1800 kama na 20 hivi. Ilemela kule tuna vituo kama 1200. Lakini chama hiki ambacho kinataka kishinde uchaguzi hakina hata uhakika wa kuwalipa na kuwapata mawakala 100. Je, hapo mnaweza mkaona kwamba hichi chama ni mkakati tu wa CCM. Maana huwezi kugombea urais unazunguka na hela za umma nchi nzima, lakini huna hata uhakika wa kuweka mawakala kwa ajili ya kukusanyia kura na matokeo ili upate matokeo mazuri. Kwa hiyo kuanzia leo mimi sitohusika na kitu chochote kuhusu Chauma, na wanachadema wote mimi naomba mnipokee ili tuendeleze mapambano. Wito wangu ni kwamba kama unawapa Chauma kura yako kwenye uchaguzi huu, ni kama vile unajihangaisha, unawapa CCM kura yako. Hakuna haja hata kushiriki kwenda kuwapa Chauma kura yako. Ile ni biashara ya watu wachache ambao wametoka Chadema, walinyimwa vyeo, ni watu ambao wanakimbilia vyeo. Wamehamia huku kwa ajili ya kufanya biashara zao, hakuna chama pale. Wale watu wote ni wakora, viongozi wa pale wote ni wakora tu pale juu. Kwa majina naitwa Jukaili Msigili Keula. Ni mjumbe wa kamati tendaji wilaya ya Nyamagana, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nimefurahi kumpokea kamanda aliyepotea njia. Amerudi kundini na hiyo ametumia haki yake ya kikatiba. Kwa hiyo tumempokea kwa furaha. Naamini kuna wengine zaidi watakuja ambao walifuata upepo, ambao upepo huo haukuwa na maana yoyote. Watarudi ndani ya chama chao ambacho ndio chama kinachoaminiwa na wananchi. Kwa hiyo kama kuna wengine bado walikuwa na sita, tunawakaribisha warudi nyumbani. Hata Kigaila tunamwambia arudi. Hata Salum Mwalimu akimaliza shughuli zake arudi. Sisi tunampokea kwa sababu tunaamini kwamba Chadema ndio inayoenda kuikomboa hii Tanzania.